Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nanyi. Bwana ni mwema na wakati wote. Bwana ni mwema. Karibuni wapendwa katika wakati huu ambapo tunaendelea tena kujifunza, na awali ya yote naomba tuweze kumwomba Baba yetu wa mbinguni na aweze kutuwezesha. Baba, tunakushukuru kwa upendo wako wa thamani katika maisha yetu. Tusaidie tuweze kufunua ukweli wako kama ulivyoandikwa katika maandiko yako matakatifu, uweze kutuhekimisha na uweze kutupatia mwenendo mzuri. Maarifa yako uweze kuyaweka wazi katika mwenendo wa maisha yetu. Kwa imani tulionayo kwa Bwana wetu Yesu Kristo, tunaamini unatupatia nguvu ya kufungua maneno yako matakatifu na shetani atashindwa. Kwa jina la Bwana Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Amen. Amina. Mpendwa mtazamaji wa chaneli hii ya Habari za Wokovu TV, na kusalimu tena hujambo wakati huu mwingine. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nawe. Kunalo swali la msingi sana ambalo sisi kama watu wa Mungu tunapaswa kuweza kujiuliza wakati huu ambao tunaishi. Kuna swali la msingi sana ambalo tunapaswa kuweza kujiuliza. Kama ambavyo unafahamu, mtu mwenye hekima huwa anatafakari sana namna anavyoenenda. Sasa kuna swali la msingi sana ambalo makanisa yote kwa pamoja, hususan makanisa ya Waadventista wa Sabato, wanapaswa kuweza kujiuliza hili swali. Na hili swali linapatikana katika kitabu kile cha waraka wa pili wa Timotheo sura ile ya 3. Waraka wa pili wa Timotheo sura ile ya 3 na ule mstari wa 12. Hili ni swali la msingi ambalo Waadventista wa Sabato wanapaswa kuweza kujiuliza, ni wapi ambapo tunafeli na pointi ipo wapi sisi Waadventista wa Sabato kama watu wa Mungu tunapoweza tukabadilisha mwenendo wetu. Na sisemei Waadventista wa Sabato kama mfumo wa General Conference, kwa sababu huo mimi naamini kwamba umeshaasi. Na navyosema Waadventista wa Sabato, nazungumza na watu ambao wanazishika amri 10 za Mungu na imani ya Yesu. Katika kitabu kile cha Timotheo wa kwanza sura ile ya 3 na ule mstari wa 12, hili ndilo swali la msingi ambalo tunapaswa kuweza kujiuliza Waadventista wa Sabato wote ulimwenguni, watu wote ambao tunasema sisi ni watu wa Mungu. Hili ni swali ambalo tunapaswa kuweza kujiuliza. Katika kitabu kile cha Timotheo wa pili sura ile ya 3 na ule mstari wa 12 imeandikwa hivi: na wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu watauziwa. Kwa hivyo wote wanaopenda kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu watauawa, wataudhiwa, watateswa na kudhihakiwa. Mwangalie Mwokozi wetu Yesu Kristo aliuawa. Angalia wanafunzi wake wakina Bartolomeo walichunwa ngozi, wakina Petro aliweza kuning'inizwa kinyume na Bwana wake, yeye kichwa chini miguu juu. Lakini muangalie Yohana katika kisiwa kile cha Patmo, na hapo ni mara baada ya kukaangwa na mafuta na imeshindikana, sasa wakampeleka katika kisiwa cha Patmo. Lakini pia muangalie Paulo, namna ambavyo alikuwa anapigwa viboko, wanavyomtoa kwa kikapu. Angalia mateso katika karne ya kwanza, angalia watu wa Mungu ambavyo wamekuwa wakipata mateso. Lakini pia kama hiyo haitoshi, muangalie mtu mmoja anaitwa John Huss, na muangalie namna ambavyo aliweza kushikilia ukweli na vile ambavyo kifo chake kilikuwa cha kutisha. Hebu tuende katika kitabu cha Pambano Kuu nijaribu kukuonyesha kidogo, na kabla hatujafika pale kwenye kitabu cha Pambano Kuu, swali letu la msingi lipo katika hiki kitabu cha Timotheo wa pili 3:12. Na kabla tujaenda kwenye Pambano Kuu nijaribu kukuonyesha visa hivi vya wafia dini, lakini njoo hapa kidogo mpendwa, njoo hapa katika kitabu kile cha Wafilipi 1 na ule mstari wa 29, na tunakwenda kuulizana swali la msingi sana. Wafilipi 1 na ule mstari wa 29
maandiko matakatifu yanatuambia hivi, izingatiwe hivi: hatuharakishi wakati wa taabu. Lakini swali ambalo tunaulizana ni kwamba imani yetu iko wapi? Hatuharakishi wakati wa taabu, lakini hili somo ni mahususi kabisa kwa ajili ya kuweza kuamshana, kwa ajili ya kuweza kukumbushana. Anasema hivi, Wafilipi 1:29 anasema hivi, maana mmepewa kwa ajili ya Kristo, si kumwamini tu, ila na kuteswa kwa ajili yake. Kwa hivyo tumepewa kwa ajili ya Kristo, sio kumwamini tu, lakini pia kuteswa kwa ajili yake. Angalia watakatifu wa Mungu katika kila kizazi. Muangalie Kaini na Habili, angalia vizuri. Angalia kila kizazi, daima roho ya upinzani ya adui imekuwa ikionyeshwa wazi. Lakini swali la msingi tunakwenda kuulizana mbele, maana hilo ndilo kiini cha somo letu hili, na tufanye nini ili kusudi tuweze kupona. Hicho ndicho kiini cha somo letu, au ndio kiini cha ujumbe huu. Mimi naitwa John Sokoine, na utakaposikiliza somo hili, naomba uweze kushare kwa watu wengine wengi, watu wengi sana waweze kufahamu ukweli huu wakati huu. Na twende taratibu sasa. Tumepewa kwa ajili ya Kristo, sio kumwamini tu, lakini pia kuteseka kwa ajili yake. Tumeona wanafunzi wa Yesu mwenyewe pale msalabani aliweza kufa kifo cha kinyama. Wanafunzi wake, mwangalie Bartimayo, inasemekana kabisa alichomwa ngozi. Pointi ya mwisho kabisa ya Pambano Kuu sura ile ya 2 anasema hivi, kuna swali lingine tena lenye umuhimu zaidi linalopaswa kushughulisha usikivu wa makanisa ya leo. Kwa hivyo makanisa ya leo yanalo swali la msingi sana. Makanisa yote ya Waadventista wa Sabato kwa majina yake, kokote vile walivyo navyo, vyovyote vile, kuna swali la msingi sana ambalo wanapaswa kuweza kujiuliza. Anasema hivi, Mtume Paulo anasema kwamba wote watakaoishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu watapatwa na mateso. Swali: kwa nini basi kwa kiwango kikubwa mateso yanaonekana kutulia? Hilo ndilo swali. Ikiwa wanafunzi walipata mateso, mitume walipata mateso, Yesu Kristo mwana wa Mungu, mwana pekee, alipata mateso na kuuawa. Zama za giza, wafia dini hao, wakina Martin Luther, wakina Melanchthon, wakina John Wycliffe, wakina John Wesley, wakina John Knox, hao wote waliweza kupata mateso. Wakina Tyndale, hao wote waliweza kupata mateso. Lakini swali la msingi, kwa nini leo mateso yamepungua? Mateso hakuna. Zingatia hii, nairudia tena, mimi siharakishi wakati wa taabu, lakini kile ambacho nakwambia, tunapaswa kuweza kuamshana na kuweza kufahamu kitu kingine ambacho shetani hataki mimi na wewe tuweze kufahamu. Anasema hivi, kwa nini basi kwa kiwango kikubwa mateso yanaonekana kutulia? Anasema hivi, sababu pekee ni kwa nini mateso yanaonekana kutulia. Anasema sababu pekee. Kwa nini basi mateso yanaonekana kutulia? Anasema sababu pekee ni kwamba kanisa limekubaliana na kupatana na kiwango cha hali ya ulimwengu. Na zingatia, anaposema kanisa limekubaliana, hamaanishi FPCT, hamaanishi EFATA, hamaanishi walokole, hamaanishi Wakatholiki. Analomaanisha ni kanisa la Waadventista wa Sabato chini ya mfumo wa General Conference. Hii imeungana na ulimwengu. Na ni kwa namna gani, ndugu yangu? Wacha tuweze kusaidiana, na mimi naomba niweze kukusaidia kabisa. Ikiwa utasikiliza video hii, naomba uweze kushare watu wengine waweze kufahamu hili kanisa ambalo limeungana na ulimwengu. Yaani ukisikia Mungu anataja kanisa, hataji hao wengine, kwa sababu kanisa la Mungu ni moja na wameungana na ulimwengu. Kwa namna gani? Sasa njoo hapa taratibu. Wameungana na ulimwengu kwa namna gani?
kwa namna gani hili kanisa limeweza kuungana na ulimwengu. Sikiliza, sisi ni Waadventista wa Sabato. Matukio siku za mwisho sura ya 4 inasema sisi ni Waadventista wa Sabato, ni kanisa la Mungu, kanisa la Mungu, wana amri za Mungu na imani ya Yesu. Na kazi ya Waadventista wa Sabato ambayo wamepewa ni kwa ajili ya kupeleka ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili na ujumbe wa malaika wa tatu. Na siku Waadventista wa Sabato walipoacha ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili na ujumbe wa malaika wa tatu, walianza kuitwa Babeli. Ni lini waliacha? Mambo yote yapo wazi. Wacha nikuonyeshe mpendwa, ilishatabiriwa kabisa kwamba kanisa la mfumo wa General Conference litaacha ujumbe wa malaika watatu katika kitabu cha Pambano Kuu. Hii ninaomba nikuthibitishie katika maandiko, ninaomba niweze kukuthibitishia. Na Ufunuo 18 inalenga mambo mengi sana, ikiwepo na Waadventista wa Sabato. Ufunuo sura ile ya 18. Sikiliza, katika kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya 18, Ufunuo sura ile ya 18, Biblia inasema hivi, Ufunuo sura ya 18 na ule mstari wa 4. Wacha nianze na ule mstari wa kwanza. Ufunuo 18 na ule mstari wa kwanza, Mtume Yohana anaandika hivi: baada ya hayo nikaona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni, mwenye mamlaka kuu, na nchi ikaangazwa kwa utukufu wake. Akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka, umeanguka Babeli ule mkuu, umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza, kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake, naye wafalme wa nchi wamezini naye, na wafanyabiashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Mstari wa 4, kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake. Sasa sikiliza, nabii wa Mungu ana comment, anaandika katika hili fungu linalenga wakati gani? Ufunuo 18 inalenga wakati gani? Pambano Kuu. Sikiliza, haya maandiko yanalenga wakati gani? Nisikilize kwa makini. Mimi ninasoma kile ambacho kimeandikwa mpendwa, na ni kwa ajili ya usalama wa roho yako, ni kwa ajili ya usalama wa roho yangu, tuweze kuamka ndugu zangu, katika huu mzubao wa kiroho ambao tuko nao. Pambano Kuu, fika katika kitabu cha Pambano Kuu, twende tukasome pale Pambano Kuu sura ya 21, pointi ya mwisho ya sura ya 21. Ufunuo 18 inalenga kanisa gani haswa? Na ni miongoni mwa comment. Ufunuo 18 inalenga mambo mengi, lakini sikiliza hii kwanza ambayo Ellen White anatuambia, nabii wa Mungu. Ufunuo 18 na ile pointi ya mwisho, Pambano Kuu sura ya 21 na ile pointi ya mwisho, ukurasa wa 326 za Kiswahili, ya Kiingereza ni ukurasa wa 390. Anasema hivi, hebu sikiliza. Ufunuo 18 ambayo tumeisoma. Ufunuo, nafahamu ni kweli kabisa kanisa la Mungu haliwezi kuwa Babeli. Kanisa la Mungu ni watu gani? Ni watu ambao wanashika amri za Mungu na imani ya Yesu. Kanisa la Mungu la siku za mwisho, kazi yao ni kupeleka ujumbe wa malaika watatu. Likiacha kupeleka ujumbe wa malaika watatu, linaitwa Babeli. Ushahidi huu hapa, Pambano Kuu sura ya 21 na ile pointi ya mwisho. Anasema hivi, Ufunuo 18 hulenga kwenye wakati ambao, Ufunuo 18 hulenga kwenye wakati ambao ni matokeo ya kukataa onyo la mara tatu. Ufunuo 18 hulenga kwenye wakati ambao ni matokeo ya kukataa onyo la mara tatu la Ufunuo 14:6 hadi 12. Twende taratibu, nifuate. Ufunuo 18 hulenga kwenye wakati ambao ni matokeo ya kukataa onyo la mara tatu la Ufunuo 14:6 mpaka 12. Anasema hivi, naomba niweze kurudia tena taratibu mpendwa.
Tuyachunguze maandiko. Anasema hivi, Ufunuo 18 hulenga kwenye wakati ambao ni matokeo ya kukataa onyo la mara 3 la Ufunuo 14:6 mpaka 12. Na kuna mtu anaweza akasema, kwa nini nasema hivi? Kabla bado hata sijamaliza hivi, kwa nini nasoma haya mambo Kwa nini nasoma haya mambo? Pambano kuu hii. Onyo la mwisho, anasema hivi, onyo la mwisho, ukurasa wa 502. Sikiliza, 502, pambano kuu, ukurasa wa 502 za Kiswahili, 502 za Kiswahili. Za Kiingereza ukurasa wa 605 au 606, lakini ya Kiswahili ni 502. Pointi ya mwisho anasema hivi, hivyo ndivyo ujumbe wa malaika watatu utakavyotangazwa. Kadri wakati utakapofika wa kuutoa kwa nguvu kubwa mno, Bwana atatenda kazi kupitia watumishi wanyenyekevu, akiongoza akili za wale ambao wamejitoa wakfu wenyewe kwa ajili ya kazi yake. Watenda kazi watafanywa wafae kwa upako wa Roho wake, na wala sio kwa kufunzwa katika maandishi na tafsiri za taasisi. Watu walio na imani na wenye maombi watashurutishwa kusonga mbele kwa juhudi takatifu, wakitangaza maneno ambayo Mungu anawapatia. Dhambi za Babeli zitafunuliwa wazi, na tunafunua dhambi za Babeli ya Ufunuo 18. Anasema dhambi za Babeli zitafunuliwa wazi. Babeli zote, dhambi za Babeli zitafunuliwa wazi. Babeli ya Ufunuo 14:8 dhambi zake zitafunuliwa. Babeli ya Ufunuo 17 dhambi zake zitafunuliwa, lakini pia Babeli ya Ufunuo 18, lakini pia Babeli kama ulimwengu dhambi zake zitafunuliwa. Sikiliza, anasema dhambi za Babeli zitafunuliwa wazi. Matokeo ya kutisha ya kulazimisha kushika desturi na mapokeo ya kanisa kwa kutumia serikali, uingiliwaji wa umizimu, ueneaji wa mamlaka ya upapa kwa siri, yote yatafunuliwa. Kutokana na maonyo haya makuu na ya muhimu sana, watu wataamshwa, watu maelfu kwa maelfu ambao kamwe hawajawahi kusikia haya watasikiliza. Nasema hivi, kwa mshangao watasikia ushahidi kwamba Babeli ni kanisa lililoanguka kwa sababu ya makosa na dhambi. Kwa hivyo dhambi za Babeli lazima ziwekwe wazi kabisa. Na Babeli ya Ufunuo sura ile ya 18 uwezi ukaacha kulizungumzia kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa nini? Sababu ya kwanza, kanisa la Waadventista wa Sabato chini ya mfumo wa General Conference ni Babeli. Hii hapa sababu. Ninaomba uweze kunifuatilia kwa makini sana. Fuatilia kwa makini sana, kwa moyo mkunjufu sana wa kutaka kuweza kufahamu. Huu ni ujumbe wa rehema. Huu ni ujumbe wa rehema kwako wewe ambaye unataka kuokolewa. Sikiliza, anasema hivi Ufunuo 18, rudi sasa katika ukurasa wa 326. Anasema hivi, kwa nini ninasema SDA chini ya mfumo wa General Conference ni Babeli? Sababu hii hapa. Kanisa la Waadventista wa Sabato chini ya mfumo wa General Conference ni Babeli. Sababu hii mimi ninatoa leo sababu moja tu, ambayo naomba na wewe mpendwa, nenda ukaitathmini, ukaisikilize, ukafuatilie kwa makini. Mimi nakutolea sababu moja tu ambayo imeandikwa. Kwa nini kanisa la General Conference SDA ni Babeli? Kwa nini kanisa la Waadventista wa Sabato chini ya mfumo wa General Conference ni Babeli? Hii ni sababu pekee. Sikiliza, sisi kama kanisa tuna utume au kazi ambayo tumepewa na Mungu, na sio kazi nyingine isipokuwa kazi ya kuhubiri ujumbe wa malaika watatu. Lakini kanisa litakapoacha ukweli wake litakuwa Babeli, na ni kama vile ambavyo kanisa la Wayahudi
lilivyoacha ukweli na kuungana na upagani likawa kahaba, ndivyo hivyo pia historia inajirudia. Hii ni sababu pekee kwa nini kanisa la Waadventista wa Sabato ni Babeli. Anasema hivi, wasikiliza, hii ndiyo sababu kwa nini kanisa la Waadventista wa Sabato ni Babeli. Mimi nakutolea sababu moja ya msingi. Sisi kama Waadventista wa Sabato, kazi yetu tuliyopewa ni kwenda kuhubiri ujumbe wa malaika wale watatu, ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili, ujumbe wa malaika wa watatu, ambao huu ujumbe unapatikana katika kitabu cha Ufunuo 14:6 mpaka ule mstari wa 12. Sema wazi kwamba usiliite kanisa la Mungu Babeli. Ni kweli kabisa, kanisa la Mungu haliwezi likawa Babeli, kwa sababu kanisa la Mungu wanakuwa wanazo amri 10 za Mungu na imani ya Yesu, na kazi yao ni ujumbe wa malaika watatu. Lakini kanisa ambalo halihubiri ujumbe wa malaika watatu, hilo ni Babeli. Na twende taratibu sasa. Ufunuo 18 Pambano Kuu anasema hivi katika ukurasa wa 326, sura ya 21 mwishoni, anasema hivi Ufunuo 18 hulenga kwenye wakati ambao ni matokeo ya kukataa onyo la mara tatu la Ufunuo 14:6 mpaka 12. Kanisa litakuwa limefikia kwa ukamilifu hali iliyotabiriwa na malaika wa pili. Nataka nikuulize mpendwa, ni kanisa gani ambalo limepewa onyo la mara tatu lihubiri duniani, ambalo hilo onyo linapatikana katika kitabu cha Ufunuo 14:6 mpaka 12? Ni kanisa gani mpendwa ambalo limepewa kuhubiri ujumbe wa malaika watatu? Na sasa imetabiriwa kwamba Ufunuo 18 hulenga kwenye wakati ambao ni matokeo ya kukataa onyo la mara tatu la Ufunuo 14:6 mpaka 12. Kanisa litakuwa limefikia kwa ukamilisho hali iliyotabiriwa na malaika wa pili na watu wa Mungu ambao bado wako Babeli. Kumbe kanisa litakapokataa ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili na ujumbe wa malaika wa tatu, litakuwa limefikia hitimisho la kuitwa Babeli. Na ujumbe wa kwanza unasema mcheni Mungu na kumtukuza. Ufunuo 14:6, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Ujumbe pia huu ambao una Mungu wa kweli, lakini pia una sabato ya kweli. Lakini leo tunaona sabato zinachukuliwa kwa mzaha. Sabato ya Amon na Dorcas, sabato ya watoto, sabato ya vijana. Ndugu zangu, sisi wa sabato tunashindwa hata na wapagani. Ni wapi kwenye Biblia umekuta sabato ya Amon na Dorcas? Ni wapi kwenye Biblia umewahi kukuta sabato ya wageni? Kutoka 28 anasema ikumbuke siku ya sabato, siku 6 tenda kazi, ufanye mambo yako yote, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Kwa hivyo sabato haijawahi kuwa ya Amon na Dorcas. Sabato haijawahi kuwa ya wageni. Sabato ni ya Bwana Mungu wetu, na hivyo sabato yenyewe inadharauliwa. Kwa hivyo ujumbe wa malaika wa kwanza hakika kabisa umekataliwa. Uchaji Mungu ule wa kweli haupo. Leo kuna mapasifaida kanisani. Hebu nionyeshe kwenye dondoo gani ya Ellen White alishawahi kuruhusu pacifier. Hebu ona hao pacifier. Ona hao pacifier. Unataka kuniambia hivi ndivyo ambavyo injili ya Mungu alipaswa iweze kuwa inaenda? Lakini angalia ujumbe wa malaika wa pili. Ujumbe wa malaika wa pili unasema hivi: umeanguka
umeanguka Babeli. Ufunuo 14:8, umeanguka Babeli. Ujumbe huo ukiwa unalenga makanisa ambayo mara ya kwanza yalichukua msimamo thabiti ya kwamba Yesu Kristo anarudi, lakini yakarudi nyuma. Haya makanisa yote yanayosali Jumapili, lakini leo hii tunahubiriwa mpaka na Wajumapili tunahubiriwa, na inasikitisha kabisa, na wachungaji wanasema hata Wajumapili na wao ni kanisa la Mungu. Muangalie huyo mchungaji. Ni kanisa la Kristo, kanisa la wote wanaomwamini nani? Kristo. Wa Katoliki, wa Pentekoste, wa Anglikana, wa Methodist, sijui nani, imradi ni mfuasi wa nani? Wa Kristo. Ni kanisa la Kristo. Ndio maana unapokuwa unajifunza na ambao sio Waadventista, usiwaone sio kanisa, ni kanisa. Na ni imani ya msingi namba 10 na ngapi? 12. Ndio maana tunakula nao meza ya nini? Ya Bwana. Wakija hapa, imradi wamemwamini Bwana wakabatizwa kwa mafundisho waliofundishwa, huyo anashiriki meza ya nini? Ya Bwana. Kwenye kanisa hili. Awe ni Mkatoliki anakula kipa imara kule, atakula meza ya Bwana hapa. Mimi simuweki mchungaji kwa lengo la ubaya, lakini angalia wanachokisema. Angalia hata kanuni ya kanisa inaonyesha wazi kabisa kwamba hata na wao Adventista wa Sabato wanaweza wakala meza ya Bwana, hata na Wakatoliki. Umeshawahi kuona wapi hiyo kwenye maandiko matakatifu? Umewahi kuona wapi ndugu yangu? Huu ni ushahidi kwamba kanisa la Wasabato chini ya mfumo wa General Conference limeasi. Nasikiliza, na mimi hapa ninaongea, siongei na mfumo wa Kiadventista wa Kisabato, mfumo wa General Conference ambao unaanzia kwa rais kule mpaka huku chini. Mimi sizungumzie, mimi ninazungumza na wewe ambaye unanisikiliza wakati huu kwa ajili ya usalama wako uweze kuokolewa. Mimi ninazungumza na wewe ambaye unanisikiliza wakati huu kwa ajili ya usalama wako uweze kuokolewa. Kuna kujitenga na mfumo ulioasi, kuna kujitenga na mfumo ulioasi. Biblia imeweka wazi kabisa. Yesu alipoenda kwa Wayahudi, katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, na hii ni sehemu ya kwanza, naenda na sehemu ya pili, ni nini ambacho kitakachotuokoa sisi Waadventista wa Sabato? Ni kitu gani ambacho kitakachotuokoa? Naomba usiache kuangalia hiyo video. Ni kitu gani ambacho kitakachotuokoa sisi Waadventista wa Sabato? Tulipoasi ni kwa kuruhusu ulimwengu kuingia ndani mwetu. Lakini kitu gani kitakachotuokoa? Kwanza ni kujitenga na mfumo ulioasi. Ni kujitenga. Ukisikia Babeli imeanguka, haitakaa yenye kurudi nyuma. Ni kujitenga na mfumo ulioasi. Sikiliza, ninatoa ushahidi huu ndugu yangu katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Tumaini la Vizazi Vyote. Wacha niweze kutoa hii. Tumaini la Vizazi Vyote, na ule ukurasa wake ni kwa nini tunapaswa kuweza kujitenga na mfumo wa General Conference. Tumaini la Vizazi Vyote, ukurasa wa 162. Ni kweli kabisa kanisa la Mungu ni la Waadventista wa Sabato, lakini sio Waadventista wa Sabato waliacha ujumbe wa malaika watatu. Ni lini umewahi kuona? Hebu nikuulize swali ndugu yangu. Mnyama ni upapa. Ni lini umewahi kuona mnaweka effort ya kwenda kuufunua upapa? Ni lini? Niambie wewe mwenyewe, ni lini hicho kitu kimewahi kufanyika? Anasema hivi, hiki ni kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, Desire of All Ages. Anasema hivi, ukurasa wa 162, anasema hivi: kama vile ambavyo nuru na maisha ya watu vilikataliwa na mamlaka za kidini mnamo wakati wa siku za Kristo,
ndivyo ambavyo vitu hivyo vimekuwa vikikataliwa katika kila kizazi kinachofuata baada ya pale, kama vile ambavyo nuru, ukweli na maisha matakatifu vimekuwa vikikataliwa mnamo wakati wa Kristo. Anasema hivi ndivyo ambavyo vitu hivyo vimekuwa vikikataliwa katika kila kizazi kinachofuata baada ya pale. Kwa hivyo kila kizazi kinachofuata baada ya pale lazima nuru huwa inakataliwa. Nasikiliza kwa makini. Waadventista wa Sabato walikataa ujumbe wa mwaka 1888, mfumo wa General Conference, haki kwa imani, matukio ya siku za mwisho imeweka wazi hilo. Mwaka 1888 kanisa lilikataa ujumbe wa haki kwa imani, lilikataa ujumbe wa malaika watatu. Kwa hivyo hivi vitu ni uthibitisho, ndugu zangu, hilo ni Babeli. Na mimi nakwambia haya maneno kwa upendo kabisa, kwa upendo kabisa, kwa ajili ya usalama wa roho yako. Anasema hivi, kama vile ambavyo nuru na maisha ya watu vilikataliwa na mamlaka za kidini mnamo wakati za siku za Kristo, ndivyo ambavyo vitu hivyo vimekuwa vikikataliwa katika kila kizazi kinachofuata baada ya pale. Historia ya Kristo kuondoka kutoka Yudea, historia ya Yesu kuondoka kutoka Yudea, historia ya Kristo kuondoka kutoka Yudea. Anasema hivi, imekuwa ikirudiwa tena na tena. Kwa hivyo historia ya Yesu kutoka Yudea imekuwa ikijirudia tena na tena, na hii sura inaitwa Ufalme wa Mungu umekaribia, tumaini la vizazi vyote, ukurasa wa 162. Tumaini la vizazi vyote, ufalme wa Mungu umekaribia. Pointi ya kwanza, ya pili, ya tatu ndo nasoma. Anaendelea kwa kusema hivi, historia ya Kristo kuondoka kutoka Yudea imekuwa ikirudiwa tena na tena wakati wana matengenezo walipohubiri neno la Mungu. Hawakuwa na wazo la kujitenga kutoka katika kanisa lililokuwepo, lakini viongozi wa dini wasingevumilia nuru ile. Anasema hivi, na wale waliobeba walilazimika kutafuta kundi jingine ya watu waliokuwa wanahitaji ukweli katika siku zetu hizi. Anasema hivi, watu wachache miongoni mwa wale wanaodaiwa kuwafuata wana matengenezo wanahimizwa na roho ile ile. Wachache husikia sauti ya Mungu na wako tayari kukubali ukweli ukiwakilishwa katika mwonekano wowote ule. Mara nyingi wale wanaofuata nyayo za wana matengenezo wanalazimika kugeuka mbali na kuyaacha makanisa wanayoyapenda. Anasema hivi, ili kuweza kutangaza mafundisho ya kweli ya neno la Mungu, na mara nyingi wale wanaoitafuta nuru wanalazimika kuliacha kanisa la mababa zao kwa sababu ile ile ili waweze kutii. Kwa hivyo kutengana mkupo mpaka leo, na kinachofanya tuweze kukimbia au kutoka katika mfumo wa General Conference ni kwa sababu wameacha ukweli, sio sababu nyingine. Na wao wanaweza kutuona sisi tumetoka, lakini sisi hatujatoka katika imani. Ni wao ndio ambao wametoka katika imani, na hivyo mtu akisimamia imani wanamuona ametoka katika kanisa. Lakini mimi nikwambie ukweli, ndugu yangu, kuwa kwenye kanisa la kweli ni kuwa kwenye imani ya kweli. Kwa hivyo unaweza ukawa kwenye jengo kubwa na haupo kwenye kanisa la kweli kwa sababu haupo kwenye imani ya kweli. Pambano Kuu anasema hivi, Ufunuo 18 ulenga kwenye wakati ambao ni matokeo ya kukataa onyo la mara tatu la Ufunuo 14:6 mpaka 12. Kanisa litakuwa limefikia kwa ukamilifu hali iliyotabiriwa na malaika wa pili na watu wa Mungu ambao bado wapo Babeli. Wote ambao wapo Babeli wapo ndani ya mfumo wa General Conference mnaitwa. Huu ni ujumbe wa rehema kwa Waadventista wa Sabato walio katika mfumo wa General Conference. Tunaitwa ndugu zangu tuweze kujitenga na ushirika wa hilo kanisa,
tunaitwa kabisa Spalding and Morgan Collection. Sura ya 4 inaonyesha wazi kabisa Waadventista wa Sabato ambao hawataweza kutunza ukweli wanakwenda kuwatesa Waadventista wa Sabato wenzao. Nasikiliza nikwambie, mimi kwa kukataa ukweli wa Mungu, hiyo inaonyesha wazi kabisa wakati ambao unakuja mbele, mimi naweza nikashirikiana kabisa kwenda kuwatesa watu wa Mungu. Sikiliza mpendwa, wakati ni sasa. Sikiliza ndugu yangu nikwambie, na sisi je, tutawezaje kupona tusipojali wokovu? Kwa hivyo mimi na wewe tunapaswa kuweza kujali wokovu, na wokovu upo mbali na wasio wake kwa sababu wao hawapendi kujifunza mambo ya Mungu. Na huo ndio ukweli ambao utakao tusaidia sisi Waadventista wa Sabato katika siku hizi za mwisho. Na usiache kuangalia somo ambalo linakuja, tuweze kufanya nini wa Sabato ili kusudi tuweze kurudi katika misingi ya kanisa la mitume. Na sikiliza, naposema tufanye nini wa Sabato, sisemi mfumo wa General Conference, maana nafahamu huo umeasi na huwezi ukarudi nyuma. Lakini naposema tufanye nini wa Adventista wa Sabato, ninamaanisha kwamba ni wewe ambaye unanisikiliza, tufanye nini basi tuweze kurudi katika msingi wa kanisa la mitume. Mungu akubariki sana. Share hii video kwa watu wengi. Kama hujasubscribe, subscribe katika hiyo channel. Mungu awabariki sana. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo inatosha. Basi tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa kuwa ni mwema sana. Sifa na utukufu neema zina wewe. Tunakushukuru kwa kuendelea kutuongoza. Saidia Mwokozi tuweze kushikilia ukweli na kung'ang'ania msalaba wako. Tuendelee kuvipiga vita hivi mfalme wa amani ambaye mwanao Yesu Kristo amekuwa kielelezo katika maisha yetu. Tukimtazama yeye aliye mwanzilishi na omega wa imani yetu. Tumtazame sana mwanao Baba katika kila kitu. Tusaidie tuweze kusimama na kushinda katika majaribu yote ambayo ibilisi na shetani anatuletea. Kwa imani tulionayo kwa Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina.